huu tunasumbukana sana. Kabla ya kunena mambo kuhusu mambo ya masomo, ningependa wakati huu wakazi wa magharibi na nchi kwa jumla iweze kunisikiza kwa makini. Kuna wakati huu jambo ambalo tulikuwa tukizungumzia kwa vijana wetu ambao walikuwa wanajulikana kama wana Gen Z. Hawa vijana wamechipuka baada ya miaka karibu 20 wakati bunge lifika likafanya uamuzi ya kwamba mambo ya vipoko, sheria za hapa na pale zikaweze kutolewa ili wanafunzi wakaweze wasije wakaja wakapewa adhabu. Wakati huu tunaongea hivi kwa sababu hao wananchi walimu walikuwa wakiwaadhibu wakitumia kiboko, na ni huzuni kubwa ya kwamba nchi yetu sasa imekeuza kiboko kuwa marisasi. Ni kwa sababu tulisema ya kwamba mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Sisi tumelea watoto wetu, tulikuwa tumewaweka kwa msingi ambao unahitajika ili wakaweze kukua na heshima na adabu. Lakini tunapoongea sasa, hao watoto kwa muda mrefu serikali haikuwa inaelewa ya kwamba msumeno, sheria ni kama msumeno, inakata nyuma na mbele. Na wakasema ya kwamba sheria iwekwe, walimu wasije wakatumia kiboko kunyorosha watoto. Miaka 20 chini ya laini, sasa hizi tunaona ya kwamba wao watoto sasa wamechupuka na wamekuwa wengi kushinda serikali yenyewe, na hawana mbinu ya kutumia kuhakikisha ya kwamba hao watoto wameadhibiwa kwa njia inahitajika. Sasa hizi sasa wanaambiwa tutumie, serikali ikaweze kutumia risasi kama njia ya adhabu. Tunakuja kusikitika sana sisi kama wazazi. Hilo jambo limenikera sana na limenikusa, ni kwa sababu sisi wakati ambapo tunaongea saa hizi kuna mfumo mpya wa elimu ambao umejitokeza ambao unaitwa CBC. Kwa sasa kuna watu karibu 3, 4, 5 ambao wameweza kujifunza mfumo huo ambao ni wa CBC. Serikali wakati huu ambapo tunapoongea haijajipanga. Saa hizi ingali mara inasema CBE, mara CBC. Sasa mimi najiuliza swali moja. Huu mfumo ambao wamekuja nao mpya ambao unaitwa CBE, ni nchi gani ambayo inapeana huo mfumo kwa sasa? Inatuambia ni competent based education. Ndio. Hiyo mfumo ni ya nchi gani? Sisi tulikuwa tunajua vile walianzisha huo mfumo, tulikuwa tunajua mfumo wa CBC. Tunaangalia nchi yetu jirani kama Rwanda iko na CBC. Tukienda kule nje kuna nchi zingine kama Singapore ziko na mfumo wa CBC. Sasa hapa wakati huu tunaponena wanatuelezea kwamba kuna CBE. Nataka serikali yetu ikuwe na msimamo dhabiti kuhusu mambo ya masomo, kwa sababu tunasema ya kwamba agriculture ni uti wa mgongo kwa taifa letu, lakini sisi tunasema ya kwamba masomo nayo pia ni uti wa mgongo. Unapochezea masomo umechezea taifa nzima na wajamaa huenda wakaangamia. Sisi hatutaki tuangamie. Serikali ijitokeze ituelezee ni mwelekeo upi ambao tunaufuata. Sasa hivi ninavyoongea wamekuja na mambo mengine, wanatuambia mambo na World Bank ya kwamba wale walimu ambao wamehitimu wako shuleni wameshawekwa kwa mshahara, wanalipwa pesa tena iko pale kulipiwa bure. Wao walimu waende kwa masomo tena wajiongeze masomo bure. Wenzetu, tuambiane ukweli, tusije tukapoteza wakati. Kuna walimu ambao wamehitimu huo mfumo, walitumia pesa zao kujiendeleza katika masomo. Serikali haijakuwa na nafasi ya kupea wale walimu nafasi ya kuweza kusoma, ya kuweza kuenda kufanya yale maneno ambao walielezana kule kwa shule. Saa hizi wanachukua zile pesa za World Bank wanapeleka kufundisha walimu ambao wako kwa kazi tayari. Sisi kama wananchi hatutaki jambo hilo likaweze kuonekana. Wachukue nafasi ya pesa ya World Bank
wakaweze kuandika walimu, tuwe na walimu wa kutosha katika mashule zetu, ili tuhakikishe ya kwamba huu mfumo ambao walianzisha wenyewe, huo mfumo unaenda kufanya kazi nzuri katika maisha ya watoto wetu. Hatutaki tena chini ya miaka 20 tukaweze kuonekana ya kwamba tena watoto walikuwa wanafundishwa masomo ambayo itawasaidia katika maisha yao. Tumekuwa na 844 imepita. Tumekuwa na mfumo wa kwanza imepita. Wakati huu ningependa serikali ikaweze kutuelekeza kwa njia ambayo inahitajika na masomo yakaweze kupewa kipao mbele.